Jumapili asubuhi, njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV brightens your day. Na mtazamaji, tumerejea tena kwa kishindo katika sehemu nyingine ambapo leo tunataka kuangazia safari ya mwanamuziki na mwimbaji wa nyimbo za Injili John Joseph ambaye anafanya vizuri kwa sasa hapa nchini Tanzania. Ni mmoja kati ya waimbaji ama vijana ambao kipaji chake kimeendelea kukua kwa kasi sana. Kulingana na muda tulionao kwa sasa, ningependa niweze kuungana naye na kumtazama zaidi, hususan katika safari yake ya muziki. John Joseph, nimeweza kukutazama pia katika mahojiano mbalimbali ambayo umeweza kuyafanya. Hongera sana kwa kila ambacho unakifanya na karibu sana. Ni mara ya kwanza kufika hapa Ndio. Ni mara kwa kipindi cha gospel, ni mara ya kwanza. Ndio. Niliwahi kufika kwenye kipindi cha kijamii. Ndio. Lakini cha gospel namshukuru Mungu, leo ni mara ya kwanza nimefika hapa Star TV kwa ajili ya kuendelea kuintroduce kazi zetu kwa Watanzania. Sawa, kulingana na muda, ulemavu sio laana. Ulemavu sio laana. Mimi nataka tuanze sasa kumfahamu John Joseph. Ni nani huyu kwa kusikia sauti yake kupitia kiimba? John Joseph ni kijana asiyeona ambaye alizaliwa akiwa anaona, lakini akiwa mdogo alipoteza uoni wake, lakini anamshukuru Mungu nimepata neema ya shule. Nilisoma shule msingi, sekondari mpaka elimu ya juu ya chuo kikuu, nilihitimu mwaka jana. Baada ya kuhitimu nilianza kuimba gospel kwa sababu ni muziki ambao niliupenda toka nikiwa mdogo, nilikuwa naimba. Kwa hiyo natamani niweze kuwabariki watu wa Mungu duniani kwa njia ya nyimbo. Dunia iko katika namna fulani ya kukata tamaa. Nikatamani kwa nini nisitumie kipaji changu cha kutengeneza muziki ambao unaweza kubariki watu. Sawa. Mimi natamani, umesema kwamba unahitaji kutubariki kupitia karama na Mungu alivyokupatia nafasi hii. Wengi wanakutazama sasa Star TV hapa kwa namna jinsi ulivyo. Unaweza tupe hicho kionjo ambacho tunakisubiri kwa hamu. Amewaruhusu watu wenye ulemavu duniani wa mtu kuzimuumba wa kwa kazi wanazozifanya. Kule YouTube pia ndio, kule YouTube John Joseph una sauti nzuri sana. Hongera sana. Hiyo ni sauti ya ngapi tunaweza kusema? Sauti ya kwanza ya kiume. Maana kuna sauti ya kwanza ya kike na ya kiume pia. Kule YouTube wimbo gani ambao kwako umekupa nafasi kubwa sana kujulikana katika platform nyingi? Kule YouTube kuna wimbo unaitwa Nitume Hivi Nilivyo, una viewers kama 20 na kitu hivi. Lakini pia wimbo wa Ulemavu Sio Laana una viewers kama 7,000. Kwa kweli nawashukuru wa Tanzania wameendelea kusupport kazi zangu. Sawa. Huo wimbo Nitume Hivi Nilivyo. Wewe ndio ulikuwa mwandishi ama ilikuwaje? Mimi ndio nilikuwa mwandishi. Wewe ndio ulikuwa mwandishi? Mfalme wangu. Ndio. Mfalme, nitume hivi nilivyo. Sawa, kwa mtu ambaye anaingia YouTube kwa sasa anaweza kaandika tu John Sauti ya Mibaraka. Sawa, Sauti ya Mibaraka. Anaweza akakutana na mimi hapo. Ndio. Lakini kuna mwingine anasema natamani ni support kazi zako kwa JJ, maana watu wamekuwa wakinitazama kupitia sehemu mbalimbali kama ambavyo umesema. Wanaweza wakanipata kwa namba yangu moja tu ya 0693 64 72 57. 0693 64 72 57. Unaweza ukasupport muziki wa JJ ukafika mbali sana na watu wengi. Mbali sana. Mwaka 2025 tunafika mwisho na tunalituko kwa sasa ukingoni. Ni kama umeshikilia kamba unaninginia vile. Tunaingia mwaka 2026. Umejipanga vipi sasa kuhakikisha muziki wako unazidi kukua? Na ndio maana nipo kwa wadau hapa kupitia jukwaa bora la Star TV na nikiomba support ya wadau ili mwakani nifanye mambo makubwa. Tangu nimeanza kuimba mwaka jana nimeachia audio 6 na video 4. Natamani mwaka ujao nisiachie audio. Mwaka ujao ni video kwa kwenda mbele. Na sasa video kwa kwenda mbele ninazipata kupitia wadau.
wadau wakiwa tayari kusapoti kazi ya JJ, haioni Tanzania lakini anahakikisha anabariki makutano kwa muziki mzuri. Kwa muziki mzuri ndio. Nimejipanga kuachia video nyingi watu waweze kubarikiwa. Sawa. Kuna yule mtazamaji anakutazama kwa sasa anatamani anasema kwamba licha kutaja namba yako, lakini kuna wale ambao tuko kwenye msimu huu tunaelekea msimu wa Christmas. Kuna mtu ambaye anatamani akuite uweze kufanya kuperform kwenye majukwaa mbalimbali. Inakuaje? Akiniita kwa sababu kwa sasa niko likizo, niko Mwanza kwa sasa likizo, nyumbani kwangu kwetu ni Buchosa. Na nimekuja hapa Mwanza kwa ajili ya hiki kitu. So anaweza akanipata vizuri na mimi naenda sehemu yoyote mimi mwenyewe. Sioni lakini maeneo yote nayafahamu. Wewe ukiniambia nakuja kutumbuiza Mwanza labda Kiseke, Mwanza labda sehemu gani, mimi nafika tu kwa urahisi. Sawa. Maneno ya mwisho, kuna watu ambao wanakutazama kwa sasa lakini na wenyewe pia wanapitia hali kama ya kwako. Unawaambia vipi wale ambao wanajiona ni wanyonge? Ulemavu sio laana na ulemavu sio kushindwa. Disability is not inability. Jikubali, pambana, jamii itakusupport. Kama mimi ambavyo nimejikubali na namshukuru Mungu ninaendelea kupambana. Naamini Watanzania hawawezi kuacha kusupport kile ninachokifanya. Kwa hiyo wewe mwenye ulemavu, acha unyonge, inuka, pambana, jamii na dunia itakuona. Sawa. Unatamani wimbo gani leo tuweze kukuchezea na kila mmoja autazame kabisa aseme kweli John Joseph ni mwimbaji mkubwa sana tunayemtazamia? Kwa kweli kwa sababu ya jamii kuwa na watu wenye ulemavu na jamii imekuwa ikiwachukulia kama labda ni hawawezi sana, lakini kwa sababu Mungu ni mwema akiwa katikati yao na akiwa ndani yao wanaweza kufanya mambo. Natamani ulemavu sio laana, iwabariki watu. Sawa, ulemavu sio laana na unatamani watu waweze kubarikiwa. Kuna moja kati ya jumbe wadau ambao wanakufuatilia kwa sasa. Najua unatamani kuzungumza, una mengi sana. Huyu anasema kwamba hongera kwa kazi ya utume John Joseph. Mungu aendelee kukutia nguvu. Naitwa Makrina, anapatikana Ushirombo. Huyo anasema huyo jamaa anasema amesoma mpaka chuo kikuu. Je, mbona ni kama vile anafanya vizuri sana, ni mwimbaji hodari huyu. Anaitwa Grace, nipo Mwanza. Mungu amtie nguvu sana, asichoke kumtumikia Bwana. Licha ya kuimba, kuna maswali mawili tu ambayo nataka nikuulize kwa sasa. Kwenye mitandao ya kijamii umesema John Joseph kule JJ Sauti ya Mibaraka. JJ na YouTube kule anakupata vizuri kabisa. JJ Sauti ya Mibaraka. Sauti ya Mibaraka. Ila wale waliochukua namba yangu jina ni John Joseph. John Joseph. Mungu akubariki sana. Barikiwa sana, nimefurahi sana kuwa na wewe hapa. Ndio. Hakika Sauti ni jukwaa bora sana. Chini Tanzania kanda ya Ziwa. Linabariki kwa ukubwa sana. Hongera sana kwa Kantoni Diallo. Hongera sana John Joseph kwa kuwa hapa. Mungu akubariki sana. Nilitamani tuwe nawe hata ni side moja lakini kulingana na muda. Wale wanatamani kunisupport, karibu sana kwa ajili ya kuendelea kusukuma mbele gurudumu la muziki wa Injili. Amen. Nasi pia tuendelea kulisukuma gurudumu hili kwa kutazama nyimbo zako, lakini pia na kuendelea kuwa nasi. Karibu sana, hapa ni nyumbani, endelea kuwa nasi. Kwa yule mtazamaji ambaye ulikuwa nasi ukitutazama, na imani kuna jumbe nyingi sana umezituma kwa kile ambacho umekiona siku ya leo. Ulikuwa nami mtangazaji wako Andrea Amos Masande. Nilikuwa na mwimbaji hodari na mashuhuri nchini Tanzania na nje ya mipaka Tanzania, si mwingine huyu ni John Joseph, na ameweza kutubariki kwa namna fulani hivi kwa sauti ya kipekee ambayo Mungu ameweza kumbariki. Bila kusahau pia jopo zima ambalo limehakikisha matangazo haya yanaruka hewani kuanzia tangu tulipoanza kutoka kule Dar es Salaam hadi hapa Mwanza. Mungu aweze kuwabariki sana kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Ingia YouTube kwa sasa, kule andika Habari Star TV au Tumsifu Mungu, nako pia utatupata vipindi vyetu vyote ili uweze kubarikiwa, na kutakia maandalizi mema na yenye utulivu ukisubiri Christmas iliyoshiba kweli kweli. Mimi tunaenda kufunga hivyo kipindi, lakini pia tunapofunga natamani nisikie sauti yako huku watu wakikusikiliza. Karibu sana Joseph. Long time ago in Bethlehem, Holy Bible say, there is one child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Asante sana. The very one child, Jesus Christ, hallelujah. Siku ya Christmas. Asubuhi, jo pamoja tumshangilie.